Asante Mheshimiwa Naibu Spika kwa kunipa nafasi na mimi niweze kuchangia hotuba hii muhimu. Wizara ya Nishati ambayo ni tegemeo kubwa kwa nchi, ni tegemeo ambalo sisi wa Tanzania ni wizara ambayo ni kiunganishi katika taasisi zote za nchi hii. Lakini nichukue nafasi hii kuwapongeza sana waandaaji wa mpango wa bajeti hii. Jambo kubwa la msingi na la maana na katika historia ya nchi hii ni pale ambako mmeandika trilioni 1.6 zinatoka mapato, zinatoka mfuko wa ndani, lakini tegemezi ni bilioni 800 na something kidogo. Ni jambo kubwa na ni jambo la kujivunia. Hongereni sana wataalamu, katibu mkuu na watendaji wako pamoja na waziri mwenye dhamana na msaidizi wako. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba nishati hii inaenea katika maeneo ambayo tunayoyatarajia. Mheshimiwa Naibu Spika, tunao mpango wa LEA. Naamini katika trilioni 1.6 baadhi ya maeneo kwenye mkoa wetu wa Simiyu, niwapongeze sana wizara, mmeleta ujenzi wa kujenga kituo cha kupozea umeme pale Imalilo. Na baada ya kuona wakandarasi wanasuasua, TANESCO kupitia wataalamu wenu mmeleta na mradi unakwenda vizuri sana, na wapongezeni sana kwa kazi kubwa hii. Haya ndio sisi wabunge tukiwa tukiyazungumza kwamba kila wizara itumie ufanisi katika wataalamu tulionao kwenye wizara ili waweze kunusuru maendeleo ya taifa letu. Na kazi hiyo TANESCO mmeifanya, mradi uko 47%. Hongereni sana na Mungu awabariki, muendelee kuongeza maarifa, na Mheshimiwa Waziri ikibidi waendelee kuwapeleka vijana wapate ufanisi zaidi kwenye mataifa yaliyoendelea ili kusudi tupate wataalamu ndani ya maeneo yetu. Fedha nyingi tunaitoa, lakini tuna vijana wako ndani ya nchi wanaweza wakasimamia wakafanya kazi nzuri, hata tatizo likitokea tunaweza tukawahoji na tukawauliza. Ni jambo ambalo wizara hii mmeonyesha udhubutu wa hali ya juu. Lakini bila kusahau kwamba Mheshimiwa Rais ndio amewapa majukumu makubwa kama haya, na ndio mtoa dira, mbeba maono ya nchi, na hapa mlipofikia ndio mahala penyewe. Ni jambo ambalo la kuwashukuru. Lakini jambo lingine, Mheshimiwa Waziri, mkoa wetu wa Simiyu nadhani ni mkoa mkubwa na unaokua kwa kasi. Kwenye swala la LEA vijijini, wizara inafanya kazi kubwa na LEA, lakini bado kuna changamoto. Wakandarasi mnaowapa hizo tenda, wao wanaangalia maeneo ambayo hata kama kuna taasisi ya kiserikali ambayo inahitaji umeme, kulingana na mikataba na utaratibu unaowekeana, inakuwa ni changamoto kubwa. Kuna shule hapa au kuna zahanati hapa inaruka kwa sababu skopu ile haijafika katika eneo hilo. Nishauri na niwaombe maeneo yote ambayo yako kimsingi na yako kwenye jambo ambalo tunategemea kuwa na teknolojia sasa, basi muwaruhusu ili kusudi maafisa walioko kwenye maeneo ya mikoa ile muwape dhamana ya kuhakikisha kwamba wanachangisha mawazo mazuri kupitia ngazi ya halmashauri ili kusudi umeme maeneo yote yaweze kupata umeme wa LEA ili kusudi tufikie kule ambako tunakokufikiria. Lakini jambo lingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, nataka nizungumzie swala la EWURA. Tunawapongeza, mnafanya kazi kubwa.